Nyoka alikuwa mwelevu. Sawa Mwanzo 3:1. Nyoka alikuwa mwelevu. Nisaidie kumwambia mwenzako, nyoka alikuwa ni mwelevu. Nyoka alikuwa ni mwelevu. Tunaweza tukaendelea. Nyoka alikuwa ni mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu. Nyoka alikuwa ni mwelevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliyowafanya Bwana. Basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu, aliyowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, hiyo tunaweza tukala, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani, matunda yaliyo katikati ya mti wa bustani, Mungu amesema msiale wala kugusa, msije mkafa. Sasa ishi hapo kwanza, mtu wa Mungu. Na nataka nikufunulie kitu kabla tujaingia kwenye maombi. Mungu anapokupa neema ya jambo fulani, katikati huwa anaweka angalizo, anaweka miiko kwamba unaruhusiwa kufanya mambo yafuatayo, lakini utakapofanya haya mengine, hakika hicho unachokifanya kitakufa. Hicho unachokitengeneza hakitafika mbali. Kwa hiyo kwa kila neema ambayo Mungu anampa mwanadamu, ndani mwake ameachilia agizo na katazo katika ulimwengu wa roho. Unakumbuka habari za Samsoni alipozaliwa alipewa neema ya ajabu sana, alipewa nguvu za ajabu sana, lakini maandiko yanasema katikati ya zile nguvu aliambiwa, utakaponyoa hizo nywele, hapo itakuwa ni mwisho wa hizo nguvu zako. Bwana Yesu atusaidie sana. Unaona hiyo neema ambayo Mungu anaiachilia. Mungu anapoachilia jambo la kiutukufu kwenye maisha yako, huwa anaweka na angalizo. Anakuambia hiki huruhusiwi kufanya, hiki huruhusiwi kukifanya. Na utakapokifanya kile ambacho Mungu amekukataza kwenye jambo lako, hakika hilo jambo haliwezi likaenda mbali sana, na haliwezi likafika viwango, au haliwezi likafanyika kwa uzuri na kwa ubora, kwa sababu Mungu ameweka pale katikati ya kwamba hiki huruhusiwi kugusa. Ukiangalia maisha yako, angalia jinsi ambavyo Mungu ameachilia neema kwenye maisha yako. Halafu angalia namna ambavyo Mungu alivyo mwaminifu, amekukataza usifanye baadhi ya mambo, usifanye vitu fulani, na amekwambia kwamba hakika ukifanya hautasonga mbele, hautafika mbali sana. Unakumbuka wana wa Israeli waliambiwa kabisa ya kwamba mimi naenda kuwapa nchi ya Kanaani, nchi nzuri sana, lakini angalieni msije mkaoana na hao watu, na mtakapofanya hivyo watageuka kuwa miiba. Hao watu watageuka kuwa miiba kwenu. Na angalia kilichotokea, hawakufuata maagizo ya Mungu, wakaanza kuoa makabila, na mwisho wa siku unaona jambo ambalo lilitokea katika taifa la Israeli. Bwana Yesu atusaidie sana. Sisi kama kuna mtu mmoja na neno jioni ya leo. Sasa katikati ya jambo ambalo Mungu analiachilia lenye utukufu, lenye baraka, huwa kuna katazo ambalo Mungu anakukataza. Sasa Adam na Hawa walipopewa ile Edeni yao, waliambiwa usiguse hilo tunda. Angalia, Mungu amekupa Edeni yako, na msukumo wa hili neno jioni ya leo ni kwamba kwenye Edeni ambayo Mungu amekupa, kila ambacho Mungu amekukataza usije ukakifanya.
na siku utakapokifanya, Mungu anakufukuza kwenye Edeni yako. Mungu anakunyang'anya Edeni ambayo alikuwa amekupa. Kuna baadhi ya watu ambao walipewa utukufu hali ya juu sana, walipewa neema ya hali ya juu sana, lakini kwa sababu walifanya mambo ambayo hayafai, ile Edeni wakatolewa, wakajikuta wamepoteza kila kitu, wakajikuta wamepoteza kibali machoni pa watu, wakajikuta wamepoteza heshima machoni pa watu, wakajikuta wamepoteza neema machoni pa watu kabisa. Ni kwa nini? Alifanya kitu ambacho alikatazwa asikifanye. Mungu wetu atusaidie sana. Sasa angalia, baada ya kuwa sasa, wakati nasoma hilo andiko lilinipa kutafakari sana, na nilianza kutafakari kwa mbali sana. Nikamwambia Roho Mtakatifu, naomba nifundishe hapa. Unajua, nikaja nikajifunza kitu, nataka nikushirikishe nawe jioni ya leo. Ona kitu ambacho nimejifunza, ya kwamba shetani alijuaje kama wa Adam na Hawa waliambiwa wasiguse lile tunda? Shetani alijuaje? Alijuaje kwamba wakigusa watakufa? Kwa sababu kipindi wanapewa maelekezo, shetani hakuwepo mahali pale, hakuwepo kabisa. Kipindi wanaambiwa na kupewa maelekezo ya kuishi katika bustani ya Eden, wailime na kuitunza, shetani hakuwepo. Lakini je, alijuaje ya kwamba mwanadamu atakapokula lile tunda atakufa? Alijuaje? Na nataka nikwambie mambo makuu matatu ambayo nafikiri shetani alitumia hiyo mbinu, akajua siri ya lile tunda ambalo Bwana alikuwa amewakataza. Na nataka nikufundishe kwa nini. Kwa sababu kuna mipango, kuna mambo ambayo umeyapanga, kuna vitu ambavyo unavifanya kwenye maisha yako, lakini unajiuliza vinaanza kuvurugika vyenyewe. Unakuta kuna mambo yanaanza kuvurugika, unajiuliza hii imekuwaje? Ni nani ambaye ameingilia kati? Ni nani anayevuruga mambo yangu? Mbona sijamwambia yeyote? Au mbona nimewaambia watu kadha wa kadha? Hii vita imetokea wapi? Na shetani amejuaje? Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa jambo la kwanza, angalia, jambo la kwanza, shetani anatumia mawakala kutafuta taarifa zetu. Narudia tena, shetani anatumia agent au mawakala kutafuta taarifa zetu sahihi. Nina imani ya kwamba shetani alikuwa anaenda na watembelea kina Adam na Hawa, anawatembelea, anasikiliza mazungumzo yao, wanasema nini, anasikiliza kwa ukaribu sana, na mwisho wa siku akataka kujiridhisha. Ndio maana andiko linasemaje? Ati Mungu amewakataza. Anajaribu kumuuliza Hawa ili ajue ni kweli au si kweli. Bwana tusaidie sana. Anauliza, hebu soma mtu wa Mungu hapo, anauliza kabisa swali hilo, ati ndivyo ambavyo Mungu amewaambia? Cheki maandiko yanavyosema, mstari wa 2. Mwanamke akamwambia nyoka. Mwanamke akamwambia, ni nani aliyemwambia? Naomba nirudie mstari. Aliyemwambia nyoka ni mwanamke. Si tunaelewana? Kwa hiyo nyoka ambaye ni shetani hakuwa na taarifa sahihi za ule mti, lakini mwanamke ndiye aliyeanza kumpa taarifa. Kuna taarifa ambazo umezitoa wewe mwenyewe kwa adui, kuna taarifa ambazo umeziweka wazi kwa adui, na zile taarifa adui anazichukua, anaanza kuzifanyia kazi, anaanza ukuwina na kutafuta, kwa sababu anajua na taarifa zako. Kuna baadhi ya watu hawatuliagi na taarifa zao, maisha yao wameyaweka wazi mno. Mgeukee mwenzako, mwangalie, amwambie acha kuweka maisha yako wazi ise. Utaleta maadui wengi kwenye maisha yako. Mimi nakwambia kabisa, utaleta maadui wengi kwenye familia yako, utaleta maadui wengi kwenye kazi yako, kwenye ndoa yako, utaleta maadui wengi. Tunaelewa wapendwa? Yaani kuna baadhi ya mtu hatuliagi na taarifa zake.
Wakikaa chumbani na mume wake au na mke wake, wakazungumza ya kwamba tunataka kuanza ujenzi, karibia mji mzima wanaanza kuelewa. Nyumba ya 3 ya 5 wanaelewa, kesho ujenzi unaanza mama, kesho ujenzi unaanza baba. Mungu ametufungulia milango. Ni kweli amekufungulia mlango, lakini angalia, kinywa chako kinaweza kikavuruga kila kitu. Sure, I tell you, nakwambia kabisa, kinaweza ikavuruga kila kitu. Unajua ni kwa nini? Taarifa unazozitoa adui anazitumia kukuangamiza wewe, anazitumia kwa usahihi. Wewe unaweza ukaona mwambia mama fulani, unajua mama fulani iko hivi na hivi na hivi, kumbe unayemwambia ndani mwake kuna pepo. Kumbe unayemwambia ndani mwake kuna pepo liko pale, limekaa linanasa, linapeleka taarifa ya kwamba mama fulani amesema mwaka huu anataka afanye ABCD, amesema. Linapeleka taarifa lile pepo, na baadaye unajikuta mambo yanavurugika. Unajiuliza imekuwaje? Taarifa zako ziko wazi mama, umeziachia mno. Bwana Yesu atusaidie sana. Yaani kuna baadhi ya watu nyumba zao hazina kuta wala milango wala madirisha. Kila anayetaka kuchota taarifa anaingia, anachukua taarifa, anaondoka. Kila anayetaka kuingia anaingia tunavyotaka. Mama fulani atakuja, atachota taarifa, ataondoka nazo. Atakuja mwingine, unamwagia anakuja mwingine, unamwagia Mama, hiyo sio sifa, unaangamia. Acha hiyo tabia, iache. Bwana Yesu tusaidie sana. Si kama naongea na mtu mmoja jioni ya leo. Ndicho ambacho adui alienda kwa yule mwanamke. Alipofika kwa yule mwanamke akamwambia, mama, niambie, ni kweli Mungu amesema usile? Ni kweli Mungu amesema usile? Angalia, mwanamke akajirahisi. Tatizo lako wewe, mambo yako unajirahisi mno, unayatoa mno, zagazaga unayatamka, tunayasema tu. Hawezi kujiuza, huyu naye mwambia ni nani? Huyu naye mwambia amebeba nini? Huyu naye mwambia ana kifua gani? Huyu naye mwambia angalia maandiko yanasemaje? Angalia huo mdahalo huo. Kwani ngoja nikwambie kitu, kwani nyoka yule ndiye alikuwa shetani mwenyewe? Shetani alikuja akavaa mwili wa nini? Wa nyoka. Alikuja akavaa mwili wa nyoka. Tunaelewana? Kuna baadhi ya watu ambao wanakuja kwenye maisha yako, wanavaa mwili wao. Unadhani unaongea na mtu, kumbe unaongea na kashetani kako pale. Unadhani unaongea na mtu, kumbe unaongea na pepo liko pale. Ngoja nikwambie, siku moja kuna mtu mmoja alikuwa ananipa ushuhuda. Nilishtuka sana, nikasema natakiwa kuongeza umakini. Na mimi leo nakufunuliwa uongeze makini mwaka huu. Uongeze umakini mwaka huu. Angalia, yule baba alikuwa ananiambia ya kwamba, pastor, nimekuta kitu cha ajabu sana. Alimuita mtu, kuku alikuwa anaumwa, walikuwa wanakohoa, kwa kikohozi. Akamuita mtu aje awape dawa. Unaelewa? Sasa cha ajabu, akampa kuku wa kwanza dawa. Kile aliyekuwa anampa dawa anakufa. Kile aliyempa dawa anakufa. Akifa anafunika, anapeleka pembeni ili bosi asione. Anafunika, anapeleka pembeni. Sasa baadaye yule mtu wa Mungu akatoka, mwambia, bwana, mbona kuku wamepungua, wameenda wapi? Kufunua beseni, kuku wamekufa kabisa. Akashtuka. Angalia alivyoshtuka yule aliyekuwa na wapa dawa kuku. Alivyoshtuka saa ile, yule mtumishi wa Mungu akasema, Mungu, ni kweli unataka kunilipa haya? Ndani ya moyo wake akasema, nataka nikufunulie uone. Unajua, baada ya kusema akasema, katika jina la Yesu, kama kuna nguvu za giza zimetumwa kwenye kuku zangu leo, yule ndugu alilipuka pale mapepo yakagaragara, yakaviringika papa, na yakaanza kusema, sisi tumetumwa tuje tuue kuku zako. Tumetumwa kuua kuku zako. Tumetumwa tuue. Na kweli walikufa pale. Sasa angalia alivyo, baadaye ikabidi yenye acheni. Ikabidi anza kukemea pepo pale. Toka pepo. Nasema nakemea pepo, lakini ikikumbuka kuku zangu, ameua huyo jamaa. Lakini kumbe sio yeye. Ni pepo limetumwa liue. Angalia, pepo lipomtoka yule mtu, akamuuliza kanasa, kwani mimi hapa, kwani nimefikaje hapa? Yaani yeye mwenyewe anajishangaa kwamba nimefikaje hapa? Kwani nilikuwa nafanya nini hapa?
Unaelewa? Kwa hiyo pepo limemvaa likamtoa kule kwake likaenda na yule. Kwani wewe si ulimwita wewe mwenyewe? Akasema nilimwita wapi ndugu yangu? Yeye alipita hapa nyumbani kwangu akakuta kuku anakooa, akasema yeye ana dawa, anasema na dawa. Na mimi kwa kuku anakooa na mimi namfahamu, nikasema haina shida, wapi tuwape. Akafuata ile dawa kwake, kumbe nika pepo kamepita kana zurura tu pale, kama zurura. Kwa anaongea hajui kama anaongea na pepo. Lile pepo likamtia hasara. Alivyofunguliwa yule ndugu akajishangaa, akasema mimi nilikuwa nimelala jana, nimeshinda kazini, nimechoka, nikasema leo nipumzike. Nimetokaje kitandani? Mimi? Na kati mimi nilikuwa nimelala. Yeye anajua amelala, kumbe kapepo kamemvaa, kamemwamsha, akasema twende kwa mpendwa fulani, ana kuku wa kutosha, hebu twende kwanza huko tufanye maajabu kwanza huko. Sio kila anayekuja nyumbani mwako sio mzuri. Sio kwamba ni mzuri. Wakati mwingine anapokuwa amekuja mtu nyumbani mwako, lazima uangalie na jicho katika ulimwengu wa roho, nini ambacho amekibeba. Kuna wengine wamebeba mapepo wanakuja, wengine wamekuja kwenye familia kuvuruga tu. Hujawahi kuona kuna mgeni anakuja nyumbani mwako, akitoka nyumbani mwako mnabaki mnagombana? Kabla hajaja mlikuwa mnacheka vizuri na watoto mnafurahiana vizuri. Unaona mgeni ametoka tu ghafla, wewe litoto fulani njoo hapa, pumbavu zako, mjinga wewe. Yametoka wapi hapo? Yule jamaa amekuja na kapepo, amekapanda pale, akakaacha pale, akaondoka, na baadaye kanaanza kuwasumbua kwenye familia. Tunaelewana wapendwa? Yaani usiwe mwepesi wa kutoa mambo yako. Tathmini, angalia huyu anayekuja yukoje? Huyu anayekuja yukoje? Yuko kwa namna gani? Na tuliwahi kupata msichana wa kazi mmoja. Tukusaa. Siwezi kasahau mpaka leo. Msichana wa kazi. Siwezi nikasahau. Jamaa, sisi akija msichana wa kazi watu tunaanza kwanza maombi kwanza. Tunapima, tunaangalia je, huyu jamaa yuko salama? Asije akatuletea mambo mengine. Sasa alipofika, jambo la kwanza ile wiki nzima watoto ni matumbo. Wape dawa wapi? Tumbo baba. Akiamka asubuhi baba tumbo linauma. Anaondoka yule anakuja tumbo linauma. Mara ghafla mama naye akasema tumbo linauma. Mara ghafla nikaanza kusikia tumbo linauma. Nikamwambia mama, tumevamiwa. Yaani hapa tumeshavamiwa hapa. Tumuite. Tukamuita yule dada. Amepiga magoti hapa. Akapiga magoti. Nataka tukuombee. Ile kugusa tu mkono hivi. Yakaviringika, yakaanza kusema kwanza tuleta matumbo ya kuharisha hapa. Unaona tu tunakimbia chooni, kumbe kuna pepo kameletwa pale. Kako pale kametulia. Hatujui. Baada hapo na hayo kumbe tumeleta matumbo kuuma. Tukashangaa. Sema tukaangaliana pale. Tukaendelea tena. Piga na tumejipanga. Yaani tumekuja tumejipanga. Hamkujua tu tulikuwa tunawataka mno. Sasa ukijiuliza mbona huyu tumemtoa mbali mno atufahamu? Imekuwaje? Ametujuaje? Kumbe wao katika ulimwengu wao wameshaona kuna mtu ambaye anasumbua, wanatengeneza njia ili waje wakunase. Wewe unaona ni hali ya kawaida, kumbe sio hali ya kawaida. Si kama kuna mtu ananielewa hapa. Tunaelewana wapendwa? Aisee, yule dada ilibidi tuingie kwenye maombi aisee. Piga wiki ya kwanza, wiki ya pili tunaye tu mpaka nyoke, mpaka aseme wao walifanyaje mpaka wakatujua sisi huko. Walifanyaje? Anasema kwamba huwa tunaenda kwenye kikao. Yaani ikifika usiku wanaenda kwenye kikao, anapeleka taarifa. Usiku wanaenda kwenye kikao, anapeleka taarifa. Kule wanajipanga tena. Si kama unaelewa mtu wa Mungu. Kwa hiyo angalia, vita vyetu sisi si vya damu na nyama. Vita vyetu ni katika ulimwengu wa roho. Usipojua kupambana katika ulimwengu wa roho utapigwa. Nakwambia live kabisa. Utapigwa. Ndio maana tunakutangazia njoo tuombe. Wewe una haya maombi ya wachungaji tu. Haya maombi. Mwambie mwenzako shauri yako. Haleluya. Sikutishi, lakini nakupa imani ya kuomba.
usimame kwenye kusudi la Mungu. Angalia akasemaje pale, ndicho shetani anachokifanya hicho. Mwanamke akamwambia nyoka. Mwanamke ndiye aliyemwambia nyoka. Wakati mwingine tunawaambiaga sisi wenyewe, tunawaeleza. Akamwambia, kumre mwambia ni nyoka. Anakimbia papa, nimepata taarifa ya fulani iko hivi na hivi na hivi na hivi. Wananoti nyingine, wananoti. Kwa unakuta kuna faili lako ndugu yangu, wakikawa kalianza kulipitia kimoja baada ya kingine, wakiingia kwenye utekelezaji watakuburuza mpaka utabaki unachanganyikiwa. Unasema haya yametoka, hayajaanza leo, yalianza kidogo, yakajiumba, yakajitengeneza, yakiripuka. Ndugu yangu, kama hujasimama vizuri, tunakuona uko nje ya kanisa kabisa. Tunakuona vurugikiwa kabisa. Huyu angalia alivyosema kilichokuja kutokea ni nini? Walifukuzwa kwenye Edeni. Walifukuzwa. Maandiko yanasemaje mtu wa Mungu? Matunda ya miti ya bustanini twaweza kula. Lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale, wala msiaguse, msije mkafa. Angalia jibu la shetani. Akasikiliza, akasema kumbe upelelezi wangu umekamilika, nafunga faili, naingia kwenye utekelezaji. Nilichokuwa na kiwaza, kumbe issue ni huo mti. Yaani uwepo wa Adam na Hawa ni kwa sababu ya huo mti. Kwa hiyo wakiugusa huo mti, hawa watu hawapo tena. Wakienda wakachuma lile tunda wakala, hawa watu hawapo tena. Kwa hiyo shetani alipogundua, akaingiza gia nyingine ya kutafuta namna gani ale tunda. Tunaelewana wapendwa? Ndio maana shetani akishajua kwamba kuna potential, kuna kitu ambacho Mungu amekupa, anachokifanya anaangalia nguvu yako iko wapi. Akigundua kwamba nguvu yako iko sehemu fulani, anafanya juu chini akutenganishe na ile nguvu. Kwa sababu akikutenganisha na ile nguvu, umeisha. Si unaelewa wapendwa? Umeisha. Ule mlija unakatika wenyewe. Kuna mama mmoja alikuwa ananishuhudia, nilibaki na shangaa sana. Asema yani yeye alisikia ndani ya moyo wake ya kwamba awe anawahudumia watoto 10 yatima. Watoto 10 anawasapoti. Na alivyokuwa akifanya vile, ndivyo mambo yake yalikuwa yanazidi kutanuka. Ndivyo mambo yake yalivyokuwa yanazidi kuwa mazuri. Hakujua kama iko siri pale. Sasa anasema miaka ikaenda. Baadaye bwana, shetani ni shetani tu, akazuia ule mlija. Akaacha kuwahudumia wale watoto yatima. Akaachana nao kabisa. Akawacha kabisa. Kilichokuja kutokea ni nini? Kule kupanuka kulisimama. Kule kuongezeka kulisimama. Anafurukuta usiku na mchana. Anaenda kwenye biashara zake kama ilivyokuwa kawaida, lakini wapi? Alikuja kufunuliwa baadaye, ameshachoka sana. Akasema wewe, nguvu zako zilikuwa kwa wale watoto yatima. Kitendo cha kuwaacha kwa umekatikia hapa. Angalia wewe, Mungu amekupa nini na amekuagiza nini cha kufanya. Ukiacha kufanya alichokuagiza Mungu, utaanza kuona hasara. Utaanza kuona mambo mabaya yanaanza kuingia kwenye maisha. Lakini kadiri utakavyozidi kupalilia kile ambacho Mungu amekupa, utaona namna ambavyo Mungu anazidi kukuongeza. Kwa nini? Mlija wako wewe uko pale. Lazima ujue na kuelewa ya kwamba mimi mlija wangu uko wapi? Neema ambayo Mungu amenipa ni ipi? Angalia huyo mwana mama akafungua siri zote. Akasema mtu wenyewe ule pale. Shetani akaingiza gia lingine. Akasemaje? Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Yani Mungu ameshamwambia kwamba ukila hilo tunda utakufa. Hafu nyoka anakuja anamwambiaje? Ukila hilo tunda hautakufa. Umeona? Ndio mambo yanavyoanzaga hivyo. Mungu anakuambia bwana, ili wewe Mkristo bora, soma Biblia. Shetani anakuambiaje? Huo ni ujinga huo. Unasoma Biblia, wewe ni mchungaji. Anakuzungumzia ujue. Unasoma Biblia kwani yanakuhusu? Unasoma Biblia kwani waliosoma Biblia wenyewe wamefika wapi?
unasoma Biblia, yani anakupa machungu mzima. Mwisho wa siku unasemaje? Aha, ni hayo tu na mimi naliacha. Unaacha. The more unaacha, unaanza kuona mambo yanaanza kubadilika. Akasemaje? Mstari wa 5. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, alipoona, yani wakati anaambiwa, anaukondolea macho ule mti. Nasema ni kweli Bwana. Ni kweli Bwana. Jamaa anazidi kupamba pale. Ni kweli Bwana. Yani ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa. Ushawahi kumwona uzuri hapa? Wanawake ni wengi leo. Mwanamke ukitaka kupata taarifa zake, kwa mpole tu. Nikwambie kitu. Niambie ndugu yangu. Yani ukaweka na kapozi fulani hivi, halafu ukaweka na kaumakini fulani hivi. Halafu akisema nenda la kusikitisha, unasema jamani Mungu wangu alifanya hivyo. Yani kabisa. Yani unazidi kuchochea yuko ndani ya moyo wake, anaanza kuyatapika, anayasema. Ndicho ambacho shetani alitumia. Mungu anajua siku mkila hilo tunda hakika mtakufa, mtafanana kama yeye. Ndio maana amewaambia msile. Mwanamke naye akazidi kumwaga sifa zote, akazidi kujimwaya. Kumbe anajimwaya kwa shetani. Angalia mwenzako huko, kujimwaya kwako huko, angalia huko kujimwaya kwako huko, angalia yatakuja kutokea puani. Amina, nakwambia kabisa, kuja kutokea puani. Shetani alizogundua kwamba tayari nimeshikisha channel, akashikilia hapo, akaweka, na baadaye Hawa akasema yes, hebu ngoja nikafanyeje, nikajaribishie. Akaenda akachuma, akala, akampelekea na nani? Na mwenzi wake. Na mwenzi wake na yeye kwa kuwa ni nyama katika nyama yake, mfupa katika mfupa wake, akasema mama tule tu. Wakala. Kilichokuja kutokea ndugu yangu, ghafla wakajikuta wako uchi. Unaelewa? Wakajikuta wako uchi. Na shetani huyo kawaacha kabisa. Yani shetani kawaacha na Mungu kawaacha, wakabaki wanatapatapa. Ndio maana Mungu aliposhuka alimuuliza Adamu, uko wapi? Akasema huyu mwanamke aliyonipa. Akauliza mwanamke, yule nyoka alikuja kanidanganya. Sasa wewe ambaye unatumiwa na shetani, unakumbuka nyoka alitumiwa na shetani? Nyoka alikuwa yuko vizuri tu, alikuwa anatembea kama kawaida, alikuwa na miguu kama kawaida. Lakini kwa sababu alitumiwa na shetani, akafanyika kifaa cha kupitisha mambo ya shetani. Nyoka akaanza kutembelea nini? Tumbo. Unaelewa? Wewe ambaye shetani anakutumia, uwe na uhakika kwamba nafikiri utakuwa umenielewa. Yaani wewe ambaye shetani anakutumia, nenda kamsengenye mama fulani, nenda sengenya. Na wewe unafurahia tu. Pale nyoka wakati anapanga vesi na vina, na bado anakamkona ameshikilia, anakamguu kake, alijiona wa maana sana. Lakini angalia lungu liliposhuka, na yeye alipata cha kwake. Unaelewa ndugu zangu? Kwa hiyo wewe unayekubali kutumiwa na shetani kwa namna yoyote ile, I say, angalia. Wakati unatumika, unaweza ukajiona kwamba we ni mwamba, unajua kupanga sentensi vizuri sana, watu wanakuelewa vizuri sana, unajua kutengeza mashambulizi. Lakini Mungu akishusha rungu lake, hauwezi kubaki salama. Nyoka hakubaki salama. Baada ya kuwa nyoka ameweza kutumiwa, shetani amemtoka, laana iliingia hadi kwenye nyoka. Leo hii ukimwona nyoka ndugu yangu, leo hii nyoka ingie chumbani kwako, wewe mwenyewe ni shahidi wa maisha yako. Hata tu kuhisi kuna harufu kanyoka, labda kamjusi akapita kakaishizia kamkia,
Mnasema nyoka ameingia pale tayari. Unaweza usilale usiku. Kwa nini? Alilaaniwa. Ulishawahi kumwona nyoka wakiwa wawili? Ulishawahi kuona nyoka wakiwa wawili? Yaani wako wawili wanaongozana, wanatembea pamoja. Ulishawahi kuona sio hivyo Yeah. Angalia. Nyoka hawezi wakaenda wawili. Yaani hata mimi sijawahi kuona nyoka na mtoto wake. Sijawahi kuona. Labda kama mtu ambaye amesha kuona, nyoshe mkono. Nyoka na mtoto wake wanaongozana, wanakimbizana. Haijawahi kutokea. Nyoka utamkuta yuko peke yake. Yuko mwenyewe ametulia. Kwa nini? Laana ilishapita. Kwa hiyo nyoka akizaliwa anajua kabisa nimelaniwa. Akizaliwa anajua nimelaniwa. Unaelewa wapendwa? Angalia njiwa ambayo ni hua, ambaye Roho Mtakatifu alimvaa akashuka. Angalia. Njiwa ukimuona anatamanisha. Njiwa yuko vizuri kabisa. Njiwa yuko vizuri kabisa. Na njiwa ukiwaangalia wanatembeaga wawili. Nishoe kufuga njiwa, naelewa. Njiwa yuko hivi. Njiwa wanataga mayai haya mawili. Na kwenye yale mayai mawili, moja ni jike, lingine ni dume. Kwa wanazaliwaga jike na dume. Njiwa jike akifa au njiwa dume akifa, njiwa jike au njiwa dume hawezi akaenda kaingiliwa na njiwa mwingine mpaka naye anakufa. Sio, unaelewa pendwa? Yaani njiwa wale wanakizaliwa wale ni mke na mume, imetosha. Ndio wanaendaga hivyo wao. Wako hivyo. Kwa hiyo hawezi wala njiwa hawezi kaenda kampanda njiwa mwingine. Hawezi kaenda kampanda njiwa mwingine. Bwana Yesu atusaidie sana. Sio kama kuna mtu ananielewa. Roho Mtakatifu alipitia kwenye njiwa. Njiwa ni baraka. Njiwa ni baraka hisi. Njiwa anafugwa. Wewe nenda ukafuge nyoka uone. Huwezi kufuga laana. Tunaelewa na wapendwa? Huwezi kufuga laana. Ufuge nyoka, haiwezekani. Haiwezekani. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema Bwana Yesu, asante kwa mafunuo haya na kwa neno hili la jioni ya leo. Roho Mtakatifu, ninaomba unisaidie nisiwe mwepesi wa kutoa mambo ya siri yangu, kutoa mambo ya familia yangu, kutoa mambo ya maisha yangu. Niwezeshe Bwana, nifunike na damu yako, nifunike na uwepo wako, katika jina la Yesu Kristo. Hebu simama utamke, uombe neema ya kutunza mambo yako, neema ya kutunza na kuhifadhi mambo yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Hebu nena mbele za Bwana, omba. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa ajili ya neno hili, namna ambavyo ulilifunika na kuliatamia ndani ya moyo wangu, nami Bwana nimeliweka ndani ya watoto wako. Mungu, kuna mtu ambaye umemsaidia jioni ya leo. Kuna watu ambao umewasaidia jioni ya leo. Wapo watu ambao wanateseka. Wapo watu ambao Bwana wamefungwa kwa sababu walitoa siri zao. Wapo watu ambao wamefungwa kwa sababu waliweka mambo yao wazi, waliweka biashara zao wazi, waliweka ndoa zao wazi, waliweka watoto wao wazi. Wapo watu ambao Bwana wamefungwa, wameshindwa kusonga mbele kwa sababu taarifa zao ziko wazi, taarifa zao zinaeleweka. Lakini kwa sababu Bwana wameelewa, kwa sababu Bwana umetufundisha jioni ya leo, nasi Bwana tunakamata kila taarifa zozote zile ambazo adui alizichukua. Tunakamata kila taarifa zote zile ambazo adui alizichukua katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo tunakamata hizo taarifa zote kwa damu ya Yesu Kristo. Tunakamata hizo taarifa zote katika ulimwengu wa roho, taarifa ambazo zilikuja, taarifa ambazo walizibeba, zilizotoka vinywani mwetu, zilizotoka ndani ya maisha yetu, wakazishikilia na kuzipeleka ili wazifanyie kazi katika jina la Yesu Kristo. Tunaenda kinyume na hizo taarifa, tunaenda kinyume na hizo taarifa, tunaenda kinyume na hizo taarifa katika jina la Yesu Kristo. Tunazicharachana hizo taarifa zetu walizozichukua katika ulimwengu wa roho, hayo mafaili yetu waliyobeba, ili kuyafanyia kazi, ili wayafanyie kazi katika jina la Yesu.
mafaili yote walioyachukua, mafaili ya maisha yetu, mafaili ya watoto wetu, mafaili ya kazi zetu, mafaili ya ndoa zetu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu tunawanyang'anya mafaili, tunawanyang'anya mafaili katika jina la Yesu, tunawanyang'anya hizo taarifa katika jina la Yesu Kristo. Mama, naomba upambane. Mama, nenda mbele za Bwana, tamka, sema, angalia mafaili ambayo waliyabeba, angalia taarifa walizozibeba. Hebu zidai katika ulimwengu wa roho, zisije zikatumiwa vibaya, zisije zikatumiwa vibaya katika jina la Yesu Kristo. Hayo mafaili waliyobeba, hayo maneno walioyachukua, hizo taarifa walizozichukua, katika jina la Yesu Kristo. Yawezekanaye Bwana alitoa taarifa bila kujua, alitoa taarifa bila kujua. Hakujua kama naongea na shetani, hakujua kama naongea na mapepo, hakujua kama naongea na nguvu za giza, na ndio maana alitema, na ndio maana alitamka, na ndio maana alisema. Hata kipindi cha Hawa hakujua kama naongea na shetani, hakuelewa kama alikuwa naongea na shetani. Right, angejua ya kwamba anaongea na shetani, asingempa hizo taarifa, asingemwambia hizo siri, asingemweleza, angenyamaza kimya, angekaa kimya. Lakini hakujua Bwana, wapo watu ambao walimetoa taarifa zao bila kuelewa, bila kujua, bila kuelewa, bila kujua. Inanikumbusha wakati ule wakati wa Samsoni ambaye alikuwa ni mnadhiri wa Bwana, Samsoni ambaye alizaliwa kwa ajili ya kusudi la Bwana. Lakini majira yalifika, Delila akavanwa mapepo, Delila akaingiwa na nguvu za giza, akaingiwa na nguvu za mapepo, akajitengeneza, akaenda kwa Samsoni. Samsoni alijua ya kwamba amepata mke mwema, Samsoni alijua ya kwamba amepata mtu wa kumsaidia. Wazazi wake walijaribu kumshauri, lakini hakuelewa. Marafiki zake walijaribu kumshauri, lakini hakuelewa. Samsoni hakuelewa, Samsoni hakuelewa. Hakujua nia ya Delila, hakuelewa nia ya Delila, hakuelewa madhumuni ya Delila. Hakujua kama Delila alichukua fedha, hakujua kama alikuwa kwenye mitego. Yawezekana hata wewe hauelewi, yawezekana hata wewe haujui, yawezekana una rafiki yako lakini hujui kama yuko kwa mission. Yawezekana una ndugu yako, yawezekana una mtu wako wa karibu, lakini haujui kama ametumwa, haujui nini anakitafuta kwako, hauelewi. Mnakula naye, mnacheka naye, mnazungumza, mnatoa na auti, lakini hauelewi lengo lake ni nini, haujui lengo lake ni nini. Maombi haya Bwana akufunulie, Bwana akuonyeshe, Bwana akufunulie, Bwana akuonyeshe katika jina la Yesu Kristo. Haya ni maombi ya kufichua, haya ni maombi ya kufichua, haya ni maombi ya kufichua chochote kile ambacho adui amekificha, chochote kile ambacho adui amekificha katika jina la Yesu Kristo linakifichua katika ulimwengu wa roho. Wale marafiki ambao tunao lakini kumbe wana nia mbaya, tunawafichua katika ulimwengu wa roho ili tuweze kuwatambua, ili tuweze kuelewa. Tunawafichua kina Delila, tunawafichua kina Delila katika jina la Yesu Kristo. Ni maombi yetu jioni ya leo, ni maombi yetu jioni ya leo. Wale waliojivaisha vazi la Delila ili kuja kuharibu maisha yetu, wale wanaonekana ni wazuri, wanaonekana wako vizuri, wanaonekana wana support, wanaonekana wanafanya vizuri, lakini kumbe ndani mwao ni kina Delila watupo. Wanajua wanachokifanya, wanajua wako kwa mission, wanajua wako kwa mission. Reboshekatarabasika. Leo tunawafunua kwa jina la Yesu. Leo tunawaweka wazi, tunawaweka wazi, tunawaweka wazi. Tuonyeshe Bwana, tuonyeshe Bwana roho za kina Delila, tuonyeshe Bwana, tuonyeshe Bwana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tuonyeshe jioni ya leo, tuonyeshe jioni ya leo. Sisi hatuelewi, sisi hatujui. Nia yetu ni njema kwao, nia yetu ni njema kwao.
mazungumzo yetu yana nia njema, lakini kumbe hatujui, hatuelewi. Tuko kama Samsoni. Samsoni hakujua, Samsoni hakuelewa nini kinaendelea, Samsoni hakujua kipi kinaendelea, hakujua mipango iliyokuwepo. Delila akamjaribu, akamwambia, nionyeshe nguvu zako, nionyeshe asiri yako, nionyeshe asiri yako, nionyeshe asiri yako, nionyeshe mafanikio yako, nionyeshe. Usiku na mchana na mbembeleza, kumbe nia yake ni kumwangamiza, kumbe nia yake ni kumpeleka kwa maadui. Tusaidie jioni ya leo, tunahitaji msaada wako Bwana. Wewe unayeona sirini, wewe unayeona sirini, tuonyeshe Jehova Jire, tuonyeshe Baba yetu wa mbinguni. Wewe unayeona sirini, tuonyeshe mchana wa leo, tuonyeshe jioni ya leo, tuonyeshe siku ya leo, tuonyeshe mwezi huu. Wale waliojificha, kumbe ndani ni mbwa mwitu, wamekuja kama kondoo, wamekuja kama kondoo, wamekuja na zawadi nzuri, wamekuja na manukato, wamekuja na dhahabu, wamekuja na vitu vizuri. Kumbe lakini ni mtego. Baba tusaidie, Baba tusaidie, tusiingie kwenye huo mtego, tusiingie kwenye huo mtego, katika jina la Yesu. Wasaidie wamama, wawezeshe na kuwaonyesha, wasaidie wamama. Laiti Hawa angejua ya kwamba yule nyoka ni shetani, asingempa ushirikiano, angeweza kumkwepa. Laiti Hawa angejua ya kwamba yule alikuwa ni shetani, asingeweza kumwambia, angenyamaza kimya. Lakini hakuelewa, lakini hakujua. Baba tusaidie, msaidie mama yule, msaidie usioni ya leo. Muonyeshe watu walio sahihi, muonyeshe watu walio sahihi Bwana, katika maisha yake, katika mzunguko wa maisha yake. Muonyeshe watu walio sahihi, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tunahitaji watu sahihi katika kazi tunazozifanya, katika huduma tunayoifanya. Tunahitaji watu sahihi, watu watakaosimama na sisi, watu watakaotubeba, watu wenye nia njema, watu wenye nia njema. Tunawaita jioni ya leo watu wenye nia njema, watu ambao wamekuja kwenye maisha yetu wakiwa na nia njema. Hao ndio tunawahitaji Bwana. Tuondolee washauri wabaya, tuondolee washauri wabaya. Yale mashauri ya kipepo yanayowafaa watu ili kuja kutushauri tuweze kuharibikiwa, yale mashauri ya nguvu za giza yanayoingia ndani ya watu ili waje kutushauri kinyume na mapenzi yako Bwana, kinyume na mapenzi yako Bwana. Tusaidie Jehova Jire. Haya ni maombi ya kufunuliwa, haya ni maombi ya kufunuliwa. Tufunulie Bwana majeshi, tufunulie Bwana majeshi. Akina Delila wako wapi? Tuonyeshe Jehova Jire, akina Delila wako wapi, ambao wametumwa kuharibu biashara zetu, ambao wametumwa kuharibu ndoa zetu, ambao wametumwa kuharibu kazi zetu. Tuonyeshe Jehova Jire, tuonyeshe tuwaone, tuonyeshe tuwaone, tuonyeshe tuwaone, tuonyeshe Jehova. Tupe jicho la kuona, tupe jicho la kuona, tupe jicho la kuona, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba tazama, ulisema ya kwamba neno lako ni nuru, inaangaza gizani. Baba tunaomba tusaidie, tunaomba tusaidie Bwana, nuru ikatuangazie ili tuweze kuona maadui, ili tuweze kuona wanaotutesa, ili tuweze kuona watesi wetu. Tusaidie Bwana wa majeshi, tusaidie Bwana wa majeshi. Inanikumbusha wakati ule wa Musa alipokuwa na watoa wana wa Israeli kuwapeleka nchi ya Kanaani. Walitoka kina Kora, walitokea watu 250, wakainuka kinyume na Musa. Lakini Musa alienda mbele zako, akakulilia Bwana, akakulilia Bwana. Wala kina Kora wakaondoka kwenye maisha ya Musa, wakaondoka kwenye mfumo